wewe, we. Ilikuwa ni sauti bwana ambayo iliyokuwa imesikika wakati ule ambapo mwanadada Rachel alikuwa anaenda kwa kasi sana kumfuata mwanadada Aisha jinsi ambavyo alivyokuwa anaimba. Maneno yale ambayo alikuwa anayaimba mwanadada Aisha Macho, huyu mwanadada mbea kweli kweli ndani ya Werevu Village. Yaani alikuwa haendani, hata jina lake lilikuwa haliendani kabisa na mazingira anayokaa. Yaani anakaa sehemu ambayo inaitwa Werevu Village, lakini Aisha Macho yeye alikuwa hawazi kabisa. Masuala ya werevu kwake ilikuwa sio kitu cha maana. Yeye kwake umbea ndicho kilikuwa ni kitu cha maana kuliko mambo yote. Mwanadada Rachel akawa na hasira sana, akawa anaelekea kule. Bila shaka alikuwa anataka amshike na kumkunja mwanadada Aisha mbea huyu. Sasa wakati anaenda, sauti ikasikika. Hii sauti bwana ilikuwa ni sauti ya Mama T. Mama T huyu yeye ni mustaarabu kidogo bwana, kama alivyokwisha kukwambia. Yeye bwana ni mke wa mtu pale. Kwa hiyo ustaarabu anao. We. Basi alipokuwa anaongea vile, mwanadada Rachel kidogo akastuka kidogo na kumtazama. Aisha akawa amesimama sasa anatazama pale. Vipi shoga, vipi kwani? Breki ni kali sana ambayo ilikuwa imefungwa na mwanadada Rachel. Mwanadada Rachel alipofunga breki pale, akawa amemtazama kwa kasi, akamnyoshia kidole mwanadada Aisha, akamwambia wewe. Nini kwani? Shida nini? Alafu wewe Aisha wewe. Kwa nini lakini unakuwa hivyo? Kwa nini unakuwa hivyo? Wewe, Mama T, kwani mimi nimefanya kitu gani? Wewe. Alafu jamani Rachel, shida nini kwani? Yaani unajua nini? Huyu fala huyu anajikuta kwamba anajua sana mambo ya watu. Yaani anajikuta kwamba anajua mambo ya watu. Yaani anajikuta sana kwamba kila kitu anakijua hapa ndani. Sasa naona watu wengine wote mnamchekea. Nataka ni yaani hasira nilizokuwa nakuja nazo isingekuwa ni hiyo sauti ya Mama T. Wewe kitu ambacho ningekufanya wewe. Hivi wewe Rachel, shoga yangu mimi nimekufanyaje? Usiniambie shoga yako, sina ushoga na wewe, fala mkubwa wewe. Sina ushoga wote na wewe. Naomba ufuate mambo yako. Sina ushoga wowote na wewe. Sasa ngoja nikwambie kitu. Endelea na maneno yako ya kipumbavu hayo, uone kitu nitakachokufanya. Si unajifanya unajua mambo ya watu? Unajua sana kila kitu kinachoendelea, wewe si unakijua? Vyumba vyote Werevu Village ni wewe tu. Alafu unakuja shoga yangu sio nini? Nilikuwa nataka nikubunde wewe. Sasa nisikie tena unaendelea na hayo maneno yako. Si unajikuta unajua tabia za watu? Hayaendelea kuimba ujinga wako. Makubwa. Kwa hivyo ina maana mimi kumbe sipaswi kuimba au? Nimekwambia. Endelea. Hujui watu tumetoka wapi. Usimzoee mtu ambaye humfahamu. Ufahamu ninapotoka, endelea tu. Nitakuja kunjue nitoe na hiyo chupito yako ni chane hiyo. Endelea tu. Msikilizaji, mwanadada Rachel alikuwa amevurugwa vibaya sana. Alishafahamu kabisa kwamba vile vinyimbo vinavyoimba vile moja kwa moja vilikuwa vinamsema yeye. Sasa alipokuwa anazungumza pale, ni kama hasira zinataka kupanda tena zaidi, anataka amshike mwanadada Aisha pale. Mama T pale akashuka kama, jamani Rachel, hebu mwache huyu na mudu. Wewe nenda bana. Ya Aisha bana. Lakini na wewe Aisha, waache tabia za kusema mambo ya watu. Mimi kwani nimesema nini? Wewe afu nitakukanyaga wewe, unayosema unakataa kwamba unahisi hivi, unahisi kwamba unavyoviimba hapa mimi sivisikii. Unahisi mimi sivielewi unavyoviimba hapo. Unahisi mimi sivielewi. Jamani nisikilizeni basi. Nisikilizeni. Rachel, hebu nenda kule kwako. Wewe Aisha, kilichokuleta mpaka huku katikati ni nini? Kwako sikuli. Kwani bana mama T hapa, kwani tunapangiwa sehemu ya kupita? Ina maana mimi kama kwangu ni kule, mimi huku siwezi kupita Huku siwezi kupita. Bana tusipangiane bana, kila mtu analipa kodi yake hapa. Kila mtu analipa kodi hapa. Hii sehemu yote ni ya kwetu. Ina maana hata kama anaangalia kamba hizi ndizo kwamba ni anike wapi ni. Msikilizaji, mwanadada Aisha kwa mdomo alikuwa ni ajambo. Rachel akaona isiwe mambo mengi sana, asizidi kufaidisha watu, kwa sababu watu walikuwa washaanza kutoka. Wale ambao walikuwa wako bado kwenye vyumba vyao hawajatoka, walikuwa tayari wameshaanza kutoka kuangalia. Watu wa pale Werevu Village walikuwa wametoka, sasa wanatazama mtanange huo hapo. Wengine kule wakawa wanasema bora lipigwe. Yaani Mama Tina yamezingua sana. Angeacha kakunjwe kama mtu kwenyewe. Yaani nakalivyo kembamba yani kapigwa, yani nikutaka na bondwa ningefurahi.
shenzi mkubwa yani. Anajikutaga eti unasikia. Juzi tu eti Mama Luka alivyomleta yule mtu wake yule. Tayari asubuhi limeamka limeanza kupiga maombea. Linasema sio vitu gani maujinga yake. Yani asione mtu anaye. Ina maana hataki sisi tufanywe yao. Yani anataka tufanye yeye au naye ni mtu wa upinde. Sio Aisha, na ile Aisha macho linaniudhi. Yani Aisha macho ana upendo lakini jamani mimi mambo yake ya ombea yananiboa jamani. Hata mimi. Yani nakwambia siku nilikuwa nataka kumuingiza mtu hapa mpaka nimeogopa. Yani nakwambia kila nikitaka kumwambia hilo hapo limetoka na mdela wake. Hilo hapo. Jamani. Tunaishi humu ndani kama tunaishi kule si wapi niseme. Kama tunaishi huko Swahilini jamani, wakati tumechukua na tunalipa kodi ndefu kabisa huko. Angeacha lipigwe bwana, angeacha tabia zake. Yani hapa werevu hapa. Yani hapa werevu hapa mfai. Huyu angeondoka tu. Yani werevu village hapa mfai huyu. Msikilizaji, wapangaji wengi pale sasa wagawa sasa wanaongea. Kila mmoja alikuwa anaongea lake. Wengine walikuwa washafatana kwenye vyumba, wamesimama nje. Wanaongea pale, wanatamani sana Aisha angepigwa. Wengi wanasema bwana Aisha kwenye masuala ya kupenda watu wanawapenda, lakini ni mbea hatari. Na ni kweli Aisha ukiwa unahitaji kitu chochote wewe nenda kwake umuombe. Hata kama anacho kidogo ni lazima atakupa. Kama kuna mahali unaenda wewe la pengine wewe una mtoto, wewe mpelekee tu. Hata hana shida yoyote ile. Yaani yeye hana matatizo yoyote yale, ana upendo mkubwa kweli. Lakini linapokuja swala kwenye kuzungumzia mambo ya watu, ni kidomo vibaya mno. Jambo lile ndilo lilofanya watu wengi pale wasimpende hilo jambo tu. Japokuwa walikuwa wanamkubali katika mambo mengine. Basi bana Rachel yeye akaondoka zake akaenda zake kumalizia kujiandaa pale ili aweze kuondoka zake kwenda kazini kwake. Akajiandaa zake pale, akamaliza. Watu wakaanza kurudi mmoja sasa kwenye vyumba vyao. Sasa kwa sababu Mama T pamoja na Aisha ndo walikuwa wako karibu, vyumba vyao viko karibu, Mama T hakumwacha sasa yeye mwanadada Aisha endelee na mambo yake. Akaanza kumchamba pale na kumwambia, wewe masuala ya kufuatilia mambo ya watu uache. Utakuja kuvunjwa hapa wewe. Anivunje nani yule? Aninivunja anafanya nini bwana? Tena kwa sababu tu ameenda kazini. Angekuja hapa aone. Yani mimi ningemkunja yule. Yani ule mwili wake ule usione mwili uwembamba huu. Huu ni wembamba reli tu. Hapa treni inapita. Ningemkanyaga huyo asingeamini. Mimi hanifanyi kitu yule. Wewe nisikilize nikwambie kitu wewe. Mimi kama ninachokuambia husikii. Lakini kuna siku utanikumbuka. Aisha, endelea kutufuatilia sisi wengine na kutusema hovyo. Kuongea mambo yako ya umbea. Hivyo vinyimbo vyako vimafumbo unaviimba hapa nje. Tuimbie sisi. Kuna watu wengine damu zimechafuka. Wewe unamjua huyu Rachel anatoka wapi? Wewe unamfahamu? Watu tumefahamiana hapa Werevu Village. Ufahamu mtu anatoka wapi? Uwezi ukajua jitu lina madamu yake ya Kikuria huko, uwezi jua au ni mjita huko anapenda kupigana kama nini. Mtu mwenzako unakuta yeye ngumi ziko mkononi kila saa. Wewe muone tu mtu anaamka hapa anafanya mazoezi utaisi ni mwanaume. Na mazoezi yake hayo yanitishi. Yaani yule pale mimi aniambie kitu. Naweza nikampiga mpaka hizo chupito zake nikazijua nikazining'iniza hivi. Yaani ninaweza nikampiga nikamvua hayo machupito yake nikayaweka kule yakawa amening'inia. Haniambie kitu hiyo. Haniambie kitu. Afanye umalaya alafu aniambie mimi. Ningemkanyaga, angegusa aone. Yaani angesema tusu. Hapo ndo wote mngejua. Yaani hii Werevu Village yote ingenijua kwamba mimi ndio nani. Haniambie kitu. Msikilizaji, mwanadada Aisha aliendelea kuongea maneno ya kijinga pale, kujitapa, kufurukuta, kwa sababu muda huo Rachel alikuwa tayari ameshaondoka. Kwa hivyo kwa sababu ameondoka bana, kweli Aisha alikuwa na kila sababu za kutanua pale akifoka kuonyesha kwamba yeye ndio yeye. Lakini kiukweli ni bora tu angemshukuru mama huyu, mama wa makamo, yeye Mama T. Kwa sababu kama asingekuwa yeye sijui ni kitu gani kingetokea pale. Basi bana siku ile ikapita. Ilipita yani kwa maana kwamba siku ile imepita, jioni imeingia sasa. Watu wote kila mmoja yuko kwake. Watu wakarudi pale. Lakini kwa upande wa kijana kiki alikuwa anawaza bado. Alikuwa anasema ni lazima huyu demu itabidi nifanye utaratibu niweze kumshughulikia. Ataleta dharau sana. Ataleta dharau. Yani amelala hapa kwangu, tumelala naye mpaka asubuhi afu sijamfanya huyu. Atakuja kuleta dharau, ataniona mimi sio, ataanza kunitangazia kwamba mimi labda ni anisi na kadhalika.
Sasa huyu kwa namna yoyote inabidi nimfanye, nisipomfanya dharau zitakuwa nyingi. Japokuwa sipendi sana mimi kufanya na mademo hapa, lakini kwa huyu kitanda cha kulala kwenye kitanda changu, kitanda kimoja na mimi mpaka asubuhi, itabidi nifanye utaratibu. Sasa wakati kijana Kiki yeye anawaza hivyo, lakini kwa upande mwingine mwanadada Rachel na yeye muda ule akiwa amerudi alikuwa anawaza hivyo. Anawaza kivyake. Yaani huyu anajifanya sana. Anajifanya na dharau kwamba mimi nimelala kwake usiku mzima afu hajanifanya chochote. Na ameona hata nguo zangu za ndani ameziona kwa sababu nilikuwa nimelala vibaya. Ameona kila kitu. Wewe ngoja tu. Nitampa mtego mwingine huo. Tuone akichomoa na huo mtego, basi nitajua kwamba kweli ni mwanaume. Siku hiyo sikaweza, jana sikaweza. Nitamtega mtego mwingine. Haiwezekani bwana. Wanaume kibao huko nchini wanahangaika wananitongoza mimi nafanya kukataa. Alafu yeye nalala na yeye usiku mzima na hanifanyi chochote. Hapana. Au mkaka watu ni mustaarabu. Ngoja mimi nisifanye ni mstaarabu. Mimi nitamtafuta muda mwingine tuongee tu. Yalikuwa ni maneno ambayo mwanadada Rachel alikuwa akijizungumzia akiwa mwenyewe. Alikuwa anawaza sana, lakini alikuwa anaona aibu. Hata akitoka pale akikuta kijana yule pale Kiki yupo pale nje, alikuwa anarudisha mlango hataki kutoka. Aliona ni fedheha kubwa sana kulala na mwanaume mpaka asubuhi, alafu mwanaume mwenyewe anakuchukulia poa, hajafanya chochote kile mpaka asubuhi. Basi bana, usiku ile ukapita. Lakini kila mmoja alikuwa anaumia kwa mambo yake. Kila mmoja alikuwa anaumia moyoni mwake. Kati ya mwanadada Rachel pamoja na Kiki, wote walikuwa wanaumia. Kila mmoja alikuwa anataka aonyeshe, alete heshima kwa mwenzake. Msikilizaji bwana, zikaisha kama siku 3 hivi kukiwa na utulivu hivi. Lakini kumbe utulivu upo tu, lakini kwenye akili za watu hakuna utulivu kabisa. Mwanadada Rachel sasa pale ndipo akaamua kutega mtego wake. Akasema lakini hapa kitu cha kwanza inabidi nimuulize huyu kaka. Hivi kaka ananionaje? Nimuulize tu kwamba ananionaje au nimsifie kwamba yeye ni mustaarabu. Ili mradi nipate kuongea na yeye niangalie anaongeaje mienendo yake. Kweli bwana, mwanadada Rachel siku moja ile ilikuwa ni weekend, siku ya Jumapili, alikuwa yeye hafungui kabisa kule kazini, labda kama ikitokea kuna mtu maalum akampigia simu, basi ndipo alikuwa anaenda kufungua kwa ajili ya kumhudumia mtu huyo. Akakaa zake pale, akasema hapa ngoja. Sasa siku ile kijana huyu Kiki alikuwa ameenda kazini kwake kama kawaida, lakini huwa alikuwa anakaa luzi sana. Anaenda kazini kule, lakini siku za Jumapili na yeye alikuwa anapenda sana kuachia washikaji tu kule ndio wafanye wapate hela, lakini yeye akikaa ni dakika ngapi tu anaondoka. Akaamua kutoka kule na yeye akasema leo ni siku ambayo mwanadada Rachel huwa anakaga sana nyumbani. Siwezi nikakubali. Yaani ile lazima nimtafutie namna. Ile mipaja ile na ile kitumbua ndio yona ile. Hapana, siwezi kuiacha ile. Lazima nifanye utaratibu ni mlalo. Haijalishi kwamba mimi nina demo au sina, lakini lazima zile zitakuwa dharau bwana. Basi kijana Kiki naye akatoka zake kule nyumbani, kule kazini, akarudi pale nyumbani. Kurudi mwanadada Rachel naye alikuwa anafuafua pale, anaingia, anatoka, anaangalia nguo, anafua yuko pale katikati ya uwanja pale. Kijana huyu bwana wa kuitwa Kiki akaenda pale, akaingia ndani, akatoa kiti chake kimoja hivi, akakiweka pale nje, akakaa akiwa na simu yake pale. Akawa na peruzi taratibu tu. Huko akiwa ameweka AirPod kule wapi? Masikioni mwake. Akawa anasikiliza tu vimziki vyake. Akawa anaangalia vitu vichekesho nini, anaenjoy tu, amekula zake pozi pale. Kijana huyu bwana kusema kweli na yeye alikuwa ni kijana ambaye amebarikiwa kwenye upande wa muonekano tu. Mshikaji alikuwa yuko vizuri bwana. Alikuwa na muonekano mzuri ambao ulikuwa unawavutia wanadada wengi. Sasa akiwa yuko pale ameacha kifua wazi muda huo, amepiga tu vest afu na shati fulani hivi ambalo alikuwa amevaa, lakini hajalifunga vishikizo. Shati fulani hivi la maua hivi lenye kama rangi za bendera ya Marekani. Alafu alikuwa amepiga kipensi fulani hivi ambacho kilikuwa kina chata ya gibag hapa chini. Kifupi tu akawa amekaa zake pale. Amekaa pale kwenye kile kiti chake, alafu miguu yake ameinyoshea katika zile bomba ambazo zilizokuwa zimepita katika ile varanda ambayo iko nje ya vyumba vyao pale. Akawa ameweka pale. Wakati huo mwanadada Rachel yeye
akawa anaendelea kufua. Sasa alipofua pale akawa ameanza kuanika vyupi vyake pale. Baada ya kwanza kuanika vyupi vyake pale ndipo ambapo jambo lile lilianza kumvutia sana kijana huyu wa kuitwa Kiki. Akatazama akaona chupito moja hivi ambayo ilikuwa inafanana na ile chupito aliyoiona siku ile kule ndani wakati mwanadada Rachel alipokuwa amelala ndani kwake. Alijikuta anaganda na kutazama tu ile chupito ikiwa imeanikwa pale. Kichwani mwake akili ilizunguka sana, akasema Mungu wangu. Ile pale ile ndio ilikuwa imefunika kipochi cha manyoya siku ile. Afu kashindwa kuivua. Swini aisee. Sema ngoja tu. Sasa wakati ule mwanadada Rachel yeye anaanika huku anatembea kwa aibu huku na kule, anaona aibu sana. Anakuwa na aibu sana, hataki kumtazama vizuri kijana Kiki. Anamtazama huku anaona aibu. Sasa alipomaliza kuanika pale, akawa sasa anarudi zake kuingia ndani. Kaacha vitu vyake vyote pale, anarudi pale. Jamani msia kadondoka, jamani maji yansia teleza. Jamaa kaona sasa hii kujifanya mimi sina shobo, nitakuja kukosa vitu vizuri. Kujifanya sina shobo kwa watoto wa kike. Hapana. Akaanza kumwambia yule dada, pole bwana jirani. Nashukuru. Ni kama mwanadada Rachel alishukuru kama amefunguliwa milango hivi ya kuongea na kijana Kiki. Akaingia zake ndani haraka akaja pale. Akatoka pale akamkuta kijana Kiki bado kaka. Eti. Hivi jirani. Unaweza kuseti kwamba yani simu hapa kule kwenye nani kule kwenye line useti ile uandike ile nani ile. Yaani ngoja nikuelekeze tu nikwambie tu kiufupi. Yaani kwamba niliweka line yangu mpya ambayo nimesajili. Mimi nilikuwa natumia Airtel. Sasa nimetaka niweke Yasi. Umeona Sasa hapa nimeiweka inasoma ndio, lakini nikifungua data inafeli. Umeona? Sasa wananiambia sio kuna kuseti sio wapi huko kwenye names sio nini. Unajua kuiseti hiyo ili nikiwasha data ziweke. Sema hiyo hapo hiyo kuna nikiseti hapa kupitia nani hapa kwenye kwa simu hapa itakuwa inanisumbua. Labda hapo tuiweke tuingize tuichomeke kwenye kompyuta pale ndani. Alafu tukishaichomeka ni seti kupitia kompyuta ndio inakuwa rahisi. Basi sawa. La kwani kwenye simu haiwezekani? Inawezekana. Sema hapo mimi naona inanisumbuaga ila nikichomeka kwenye USB alafu nikaunganisha kule kwenye PC ni issue ya kugusa tu. Basi poa, shika basi. Poa. Alichukua ile simu bwana kijana yule akaingia ndani na mwanadada Rachel akakubali kukaa nje. Akaingia ndani. Alipoingia sasa mwanadada Rachel muda ule kwa sababu alikuwa ametoka kufua alikuwa amefunga kanga tu peke yake. Alafu huko ndani alikuwa yuko na chupito peke yake. Sasa na shepu lake lile jinsi lilivyo. Aisee akaenda pale afu akakaa kwenye sofa pap. Kijana yule bwana akaishika ile simu wala alikuwa hana nia ya kuchomeka sio irekebishie kwenye PC hapana. Akaingiza tu pale akaiseti ikakamilika alafu ndipo akaichomeka kule kwenye PC akachomeka kwa kuunganisha kupitia USB. Akaichomeka pale. Alafu akajifanya kama anagusa pale. Mwanadada yule bwana wa kuitwa Rachel yuko muda ule yuko pale amekaa kwenye siti. Amekazaka pale kwenye sofa anatazama. Miguu haitulii. Mara bani mguu aiwepeleka upande huu, mara upeleke upande huu, mara hivi, mara kafanya hivi, mara ile kanga kaweka hivi, mapaja yote yanakaa wazi. Kijana naye alikuwa anamtazama tu kwa umakini hivi. Anamtazama kwa kujiba afa anarudi anaendelea kuangalia kule kwenye PC. Anamtazama afa anarudi kuangalia kwenye PC. Ni kama nilikuwa anaanza kusoma kwamba huyu mtu kuna kitu na yeye anakitaka na huyu dawa yake ni moja tu niweze kumvamia. Lakini namvamiaje? Ikitokea nikitaka kumshika hapa afa akakataa akatoka. Itakuwa ni bonge la aibu kwangu alafu sijui kesho nitamtazamaje usoni mwangu. Anyway, lakini ngoja tu. Kijana kaendelea kufanya pale akamaliza. Kwa sababu ukweli ni kwamba alikuwa ameshaiseti na data zilikuwa zinasoma vizuri pale akatoa ile simu akamwambia okay. Hapa tayari hapa. Tayari. Hebu sasa nikuulize kitu jirani.
Kwanza hebu ni bwana, mimi jamani, kusema ukweli nikupongeze kwanza kitu kimoja. Unipongeze nini? Jirani, hivi unajua kwanza cha kwanza unajua hata jina lako mimi silifahamu vizuri. Hivi unaitwaga nani? Mimi naitwa Kiki. Kiki? Yeah. Mimi jina langu najua unalijua. Mimi naitwa Recho. Hilo najua tu unalijua. Hakuna mtu ambaye hajui jina langu hapa. Yeah, of course nafahamu jina lako. Yeah, sasa nimekwambia kwa kweli nikupongeze. Unajua hadi naona aibu kukuangalia. Aibu gani? Bwana, ulichonifanyia juzi bwana. Yaani nimelala hapa kwako usiku mzima na hujajaribu hata kunifanya. Semesi kuona mwanaume mstaarabu kama wewe. Kiukweli yani hadi naona aibu kwanza kukuangalia. Ninapenda sana, yani umefanya ustaarabu mkubwa sana. Kiukweli nakushukuru kwa namna ya pekee na nikupongeze sana. Mimi naamini kabisa kwamba wewe uko salama kabisa, ni mzima, lakini ulionyesha heshima kwa jirani yako mimi. Yeah, ni kweli, ni kwa sababu si unajua kwamba mimi na wewe sio wapenzi. Yeah, ni kweli, lakini kwa mwanaume mwingine singejalisha kwamba sisi ni wapenzi au la. Lazima angetaka tu kunilala. Lakini wewe ikawa ni tofauti sana. Nashukuru sana kwa kweli. Nakupongeza mno. Wewe ni mstaarabu. Msikilizaji, mwanadada Rachel alikuwa anazungumza vile. Angejua tu kwamba kijana wa kuitwa Kiki anaumia sana na kitendo kile kilichotokea, kwamba yeye hajamfanya yule, wala hata asingesema vile. Lakini kijana Kiki alijifanya anapokea zile pongezi ambazo alizokuwa anazipewa. Lakini yeye alikuwa anatamani tu kwamba yule ajichanganye tena aone, ndipo atakapoelewa nini. Na mwanadada Rachel alikuwa ajui kwamba mshikaji yule anataka kulipiza. Anataka aikanyage ile. Yaani anataka amle, ila yeye anamsifia tu pale, bana wewe ni mstaarabu, usiwe nini. Lakini mshikaji akataka hapa sasa asiharibu zile sifa alizokuwa anapewa. Akamwambia bana, ndio hivyo, kila mtu na tabia zake, lakini mimi naamini sana kwamba kuhusu masuala ya kufanya mapenzi ni kati ya mtu na mpenzi wake. Ndivyo ninavyoamini. Nje ya hapo hakuna kitu kinachoitwa mapenzi. So kama unanipongeza poa, lakini mimi naona ni fresh tu, ndivyo ilipaswa iwe. Hapana, na kwa mwanamke mwingine anaweza kaisi kwamba yani umemdharau kwa mwingine anavyoona, lakini mimi haku hata sijaona kama umenidharau. Mimi nilichoamini ni kwamba wewe ni mstaarabu. Yaani nimejikuta nakupenda bure. Yaani nimefurahi tu bure yani. Ndicho ambacho nilichokuwa nataka, uendelee kufurahi hivyo. Yaani wewe ndo mtu ambaye sasa hivi ni mtu pekee, ni mwanaume pekee ambaye nakuamini. Hata ukiniambia nije kwako usiku naweza nikaja. Yaani ukiniambia niingie kwako usiku naweza nikaingia bila hofu yoyote, kwa sababu kama nimelala na wewe usiku mzima na hujanifanya kitu kwa sababu ya nidhamu yako tu. Mimi sasa hivi hata ukiniambia niingie ndani, hata kama nikiwa sina nguo ya ndani, mimi naweza nikaingia kabisa. Ya, unapaswa kujiamini kiasi hicho. Mwanamke unapaswa kujiamini. Bwana mimi nashukuru. Kwa hiyo data zimesoma lakini? Ya, zimesoma vizuri tu. Si unaona hapo? Angalia hapo. Kweli hapa sawa, nakushukuru jamani. Haya bwana. Kwa hiyo umeniambia unaitwa Kiki. Jina lako mimi naogopa hata kuliita. Mimi nitakuita tu kaka jirani hivyo hivyo. Mimi siwezi kukuita hata Kiki. Sawa, sio mbaya, lakini majirani hapa ni wengi. Kama ukiniita Kiki litakuwa ni jina langu pekee, lakini jirani tuko wengi. Mimi sitaki watu wengine, nitakuwa nakuita wewe tu. Basi sawa. Msikilizaji, mwanadada yule bwana kuitwa Rachel alimaliza pale. Akatoka pale. Hajapenda of course hata alivyokuwa anatoka pale. Alitamani endelee kubaki pale. Kibinda kilikuwa kinarukaruka kweli kweli. Kijana Kiki alikuwa anamtazama jinsi ambavyo kile kibinda kilikuwa kinatoka. Alitazama kabisa, akajua kabisa hapa ndani kama kuna nguo iko ndani labda ni chupito peke yake. Lakini hakuna nguo nyingine ambayo iko ndani. Basi bwana akaenda zake kule, akaandaa pishi lake la mchana. Haraka sana, kama wakati anaandaa pale, kijana yeye Kiki alikuwa yuko pale nje bado ametulia zake tu. Jirani, naomba niandae chakula kingi na nimeshaweka maji ya kutosha. Na usije ukaniambia kwamba utokula. Nimeandaa, tunakula wote. Unaandaa chakula, unataka tule wote?
Na usio kaniambia huli. Hiyo samaki ambayo nimeiandaa hapo na hilo pishi linaiva hapo ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Usije ukaniambia huli, utaniudhi. Ja, basi sawa, lakini mimi sijajisikia kula bado. Mpaka naivisha utakuwa umejisikia, na kama hujajisikia kula nitakulisha kwa lazima mpaka ule. Yaani unilishe tena. Mpaka ule. Msikilizaji, kijana huyu naye bwana aliona sasa hapa ni muda na yeye wa kuzugazuga kuonyesha ukauzu fulani hivi kama hataki, kwa sababu ashagundua kwamba mwanadada huyu tayari alikuwa anamtaka sana. Ni kawaida tu bwana, siku zote ukishamuonyesha mwanaume kama unamhitaji lazima akaze kidogo, aonyeshe kama hakuhitaji zaidi. Na sijui imeumbwaje bwana, jinsi ambavyo mwanaume anavyojifanya kwamba hataki, mwanamke ndivyo anapojiongeza na kusogea karibu yake zaidi. Yaani anajisogeza karibu zaidi mwanaume wakati anahitaji, anaposema kwamba anapoonyesha kwamba hahitaji kuwa karibu naye. Lakini hiyo sio kwa wanawake tu. Of course hata kwa mwanaume. Unapomtokea mwanamke alafu ukakuta kwamba anaonyesha kwamba anataka hataki fulani hivi, ndipo upendo wako unazidi kuongezeka. Yaani anavyoringaringa ndo unatamani sana utumie mbinu zako zote ili uweze kumpata. Ndio imeomba tu hivyo bwana. Basi bwana kijana wa kuitwa Kiki akataka kuonyesha kwamba na yeye hatakitaki zaidi, lakini moyoni mwake alikuwa anasema akijichanganya tu. Yaani huyo hapa nampiga kavukavu aisee, nampiga kavukavu goli hata 3 mpaka 4. Haraka sana kavukavu. Afa mengine tutakumbuka baadaye. Hapo hivi na hapo ninaposema magoli 3 na anapiga chenga zaidi ya lisaa pale ndo nafunga goli la kwanza. Kwa hiyo kwenye kufunga magoli 3 hapo aisee ni mechi ambayo haina kupoa ya masaa 3 mpaka 4. Hapo mbona atanikoma? Atajua kwamba mimi aisee hamna ustaarabu wowote. Ustaarabu wangu sio huo. Siku zote ustaarabu wa mwanaume na mwanamke wakiwa chumbani ni kulana, na hakuna ustaarabu wa kumwacha mwanamke atoke hivi. Hakuna ustaarabu wa kuambia kwamba wewe ni mstaarabu eti kwa sababu umemwacha mwanamke akatoka eti usiku mzima huko wawili alafu eti ustaarabu ni kumwacha. Hakuna ustaarabu wa hivyo. Huo ni undezi, ushenzi, upumbavu na ushamba mkubwa sana. Sasa kijana bwana wa kuitwa Kiki akawa anavizia kwamba huyu ngoja ajichanganye tu. Mpaka pale alikuwa ashajua kwamba huyu ni dakika zozote zile huyu anaweza kuingia kwenye 18 na kumtafuna vilivyo huyu. Basi bwana pishi likaandaliwa pale. Kaandaa pale vizuri, pishi lile likakamilika. Baada ya kumaliza bwana kukamilisha kuhusu chakula pale, mwanadada Recho akatoka pale akamuuliza, "Eti jirani, kwa hiyo chakula unalia hapa nje? Tunalia hapa au tunalia ndani huko?" "Unataka tule pamoja kwani?" "Nataka tule wote, au basi utakula mwenyewe basi." "Niko vipi, unalia hapa au unalia huko ndani kwako?" "Mimi nitakula nikiwa ndani kwangu." Basi poa, ngoja nikupelekee." Mwanadada Recho akaandaa chakula chake vizuri pale. Akaandaa kile chakula ambacho alichokuwa anataka aweze kumpatia kijana huyu wa kuitwa Kiki. Akaandaa chakula chake pale, akakata na parachichi, kila kitu, matunda yote, kila kitu, vitu vikakaa vizuri kabisa. Akaweka kwenye hotpot nzuri pale, akatoka mlango wake akaingia mlango wa pili, ambapo ndipo hapa ndani nyumbani kwa huyu kijana wa kuitwa Kiki. Akaingia kaeka pale. "Bana nimekuwekea ndani hapo. Nenda basi ukale." "Haya sawa, hamna shida." "Nenda bwana, afu niambia hujajisikia kula. Twende bwana, hebu simama kwanza, wewe swinga kulisha kwanza." "Asubiri basi na watu tuona kule tunaanza kuvutana hapa bwana." "Haya simama basi uende ukale." Kijana Kiki aliona pale kusiwe na mambo mengi, akanyanyuka pale na kuingia zake ndani kule kula. Mwanadada Recho yeye naye akaingia ndani kwake, wakaendelea kula. Lakini Recho kule ndani akasema hapana. Hii lazima niweze kuicheza hii karata yangu vizuri. Kama amekubali kula chakula changu, ngoja tu. Lakini kuna mwanaume wengine mashenzi, anaweza akakubali na kula vitu vyako hata ukimfulia nakubali, lakini kukutia ndo hataki. Sasa huyu ngoja, lazima tutumie njia za kuforce hapa. Wakati anazungumza hivyo bwana kimoyo kule ndani, kijana huyu naye wa kuitwa Kiki yuko kule chumbani kwake anasema ise, "Wedemu nikimaliza hapa namwambia aje kuchukua vyombo. Akija kuchukua vyombo namkamia hapa stoke. Namalizana naye hapa. Yaani namalizana naye hapa. Kama akija na nguo yake ile, anajifanya anafunga kanga moja, hana hata chupito ndani. Wewe subiri tu." Basi bwana mwanadada kule naye akaendelea kula. Hakukaa hata dakika 3 hazikuisha. Akachukua sahani yake, akatoka nayo pale, akaingia mlango wa pili ndani kwa kijana Kiki. Kijana Kiki akashangaa tu mlango unasukumwa. Jamani umekula?"
Ndo nakula bwana bo. Wamepika vizuri kweli yani bwana. Umeivisha. Mbona unajua kumunga samaki? Mbona mimi nikipika huwa hawagi hivi? Wewe kweli nimepika vizuri, ndio naogopa afu utanicheka kwa sababu niliona kama nilizidisha sana tu ile nazi. Amna, yani nimeka vizuri yani wewe. Ya kuzidisha hiyo. Umesema samaki ana minofu mizuri kweli. Basi bwana, mimi mwenyewe nimeshindwa kula kule bwana, mimi mwenyewe. Bora ninge tukae tule wote huko. Sawa bwana, ila mimi nakula haraka. Sina dakika ngapi hapa nitakuwa nimemaliza, msosi wenyewe mtamu kweli yani. Basi bwana msikilizaji, jamaa bwana pale akala akamaliza. Mwanadada Rachel naye akawa anakula kula pale kiuongo na kweli pale maringo mengi mtoto wa kike. Mara akae muda huo pia amekuja pale, amefunga kikanga tu hapa katikati. Kumbe bwana ndani hata chupito alikuwa hajavaa. Amefunga kanga yake hapa kwenye kifua hapa. Sasa akikaa inaondoka yote, panakaa wazi mpaka ichukue ihamishe. Sasa anajifanya anakula, alafu ile kanga inakuwa imeondoka. Hapa kwenye pochi la manyoya hapa kumbe anaonekana vile vile. Akudadeki. Jamaa alitazama tu mara ya kwanza hivi ile movie afu akatulia. Akageukia pembeni akatulia. Mwanadada akaendelea kula, jamaa akanyanyuka pale akaenda kufunga ule mlango. Mwanadada Rachel hakusema kitu chochote, akatulia pale pale. Wakaendelea kula pale. Kikiwa kimebaki chakula kidogo hivi, mwanadada akaweka mguu kidogo hivi pembeni juu, ile kanga ikahama. Alafu sasa kwa bibi kukawa kuko kama palivyo. Kulikuwa bana manyoya muda ule hakuna kabisa. Jamaa akaiangalia ile, akaangalia kiantena kilivyotazama, akasema usimchanganye bwana. Ile shati lake ambalo alilokuwa amelivaa, alafu hajalifunga vishikizo, akalishika, akalitoa, akalitupa pembeni kule. Alafu akaendelea kumtazama pale. Kipenzi kile ambacho alichokuwa amekivaa akakivua pale, akabaki na boxado. Akabaki yuko na boxado tu peke yake. Calvin Klein, boxado aina ya Calvin Klein ndio ambayo alikuwa amebaki nayo pale. Mwanadada wa Kitorechwa akamtazama, ni kama alikuwa amegundua, wewe vipi? Amemtazama hivi, jamaa akabaki amesimama hivi. Msomari pale na unasukuma pale ndani ya boxado kichizi yani. Akamwambia vipi kwani? Ushamaliza kula? Kwani nikimaliza nini? Nakuuliza ushamaliza kula? Jamani, si unaniona bado nakula jamani? Au unamaliza chakula nini? Okay, kajua umemaliza. Okay. Malizia basi. Ngoja lakini nikae kwa upande huo. Jamaa katoka kwenye sofa la upande wa pili alipokuwa amekaa, akaenda mpaka kwenye ile sofa ambalo lilokuwa amekaa Rachel. Hebu leta nikulishe kwanza. Wewe bwana, unanichotipele chote hicho mimi napeleka wapi jamani? Mdomo huu. Akula bwana. Jamaa akapeleka kile chakula kilikuwa amechota chakula kingi sana akakiweka mdomoni kwa mwanadada Rachel. Wakati mwanadada Rachel kile chakula kiko mdomoni, jamaa hakutaka hata yule dada atafune au ameze. Pale pale mkono wake ukaenda moja kwa moja ukafunika pale kwenye kitumbua. Akakifunika pale. Sasa alipokuwa ameshika kwa timing, kidole chake kimoja hichi kirefu ikawa sasa kinaanza kuchezea sasa kule katika kisima cha bibi. Sasa mwanadada kutaka kutema chakula kila haiwezekani kumeza ya wewe bana, akawa anampiga makofi pale. Alijitahidi kile chakula akakitafuna mpaka anatafuna haraka na kimeza. Bana kidole kilikuwa kimesha pamba moto sana kule kwenye kisima, kilikuwa kishacheza sana. Tayari pale mwanadada yule naye kwa sababu ni kitu alichokuwa anakitaka akajikuta amekaa sasa mkao wa kuliwa. Jamaa kuchelewesha bana pale. Akamshika pale akaanza kukunja na kuanza kucheza naye pale kwenye sofa. Michezo mingi pale sasa akaanza kumpeleka na yeye babu kule chini. Akampeleka babu akaingia katika kisima. Mwanadada Rachel sasa akaanza kumuonyesha na yeye udavidavi wake. Alikuwa anampelekea vibaya mno. Mechi ilichezwa sana pale, lakini baada ya kufungana goli moja pale, Rachel ni kama akaona sasa pale asivyo, akaanza kumwambia bwana, mimi hapa naumia bwana. Kwani hamna sehemu nyingine? Kijana kiki akaona mbona hata sio shida. Hakutaka kusubiri kwa sababu bado ile kiki yake yenyewe kama jina lake lilivyo ilikuwa imekaza kweli. Kiki ilikuwa inataka kuendelea kupiga kazi. Akamshika, akamchota mzima, akamchukua, akamtupia kwenye kitanda pale. Ndio uliokuwa ni uwanja wa mechi kwa wakati ule. Akamweka pale, alafu sasa akapanda naye pale akamlalia kwa juu. Mdau pale hakutoa ruhusa tena. Alichukua ile boxado iliyokuwa ameibakisha pale akaitupia mbali kabisa. Akaona tayari hii mechi ishakuwa ngumu. Hii mechi hii hakuna kupoteza tena hapa. I say, kijana kiki alipiga kiki pale vibaya mno. Piga kiki sana muda mrefu pale. Piga kiki.
Mtoto akaanza kusema eti baada hivi kuanzia leo wewe ni mume wangu kuanzia leo. Sitaki mtu mwingine, wewe ni mume wangu kuanzia leo. Na nikasema, "Ndio bwana." Hapana, sijawahi, yani na zaidi ya mwaka sijawahi kufanywa kazi kama hii jamani. Haiwezekani bwana. Wewe si una watu wako wewe. Hapana, Kiki. Jirani, hapana, naomba nikwambie wewe utakuwa wangu siku zote. Yani sitaki mtu mwingine kabisa. Msikilizaji, mwanadada huyu wa kuitwa Recho alikuwa anapokea kiki nzito kutoka kwa kijana Kiki, na yeye hapo akiwa anaendelea kuzungushia vibaya mno. Ilikuwa ni vurugu ndefu sana. Baadaye kabisa wote wakajikuta wako hoi kama ahadi ambayo aliyokuwa ameiweka kichwani mwake. Kijana Kiki alikuwa amepiga kiki 4. Amepiga kiki hizo na magoli yamefungwa 4, wote wako hoi pale pale. Walijikuta kwa wamejilaza pale kwenye kitanda. Mwanadada Recho pale sasa alikuwa hazungumzi kitu chochote zaidi ya kunyosha mkono wake na kumkumbatia kijana Kiki. Kiki pale akiwa sasa anamtazama tu. Jasho ndilo lililokuwa linazungumza pale. Lilikuwa linatiririka wakati huo mwanadada Recho akachukua ile leso ambayo ilikuwa pale na kuipeleka katika uso wa kijana Kiki na kuanza kumfuta jasho. Japokuwa watu walikuwa wako hoi, lakini muda ule walikuwa wanatamani waweze kuzungumza kidogo. Kwa upande wa Kiki alikaa kimya, hakutaka kuzungumza kitu chochote. Muda huo umeenda hapo bwana, wamecheza michezo hapo imeenda mpaka saa 11. Hakuna maisho ambao kwamba walitongozana au vipi, lakini michezo imepigwa vibaya mno. Kaanza kuzungumza. Jirani, nimeamini kweli wewe ni Kiki. Hii kiki ulionipiga nimeamini aisee. Nimeamini kweli aisee. Hongera baba. Mwanadada Recho bana aliendelea kuhema pale. Anahema kuonyesha kwamba kazi ambayo aliyokuwa amepigwa ilikuwa ni kazi nzito kweli kweli. Sasa lakini baada ya maneno yale alijikuta sasa akiendelea kuwa na ombi lake lingine. Akamwambia kijana Kiki, nakuomba sana wewe. Sijui ngombeje, lakini hebu naomba nikuulize kitu. Hebu niulize. Kwa hiyo kuanzia hapa mimi na wewe ni wapenzi, si ndivyo? Wapenzi? Hapana. Unasemaje? Hapana, haiwezekani mimi na wewe tukawa wapenzi. Wewe, kwa hiyo ulivyonifanya vizuri hivi ndo unaniacha hapa? Sasa kwani tuliongea kwamba mimi na wewe ni wapenzi? Sisi tumejikuta tu tumedondoka katika penzi hapa, sawa, lakini mimi na wewe sio mpenzi. Mimi na wewe sio mtu na mpenzi wake. Kwani sisi tunaanza leo? Mbona sasa umenifanya sasa? Hukunieleza kwamba nini yani misingi ya mimi na wewe kufanya. Sababu sisi tumejikuta sisi wenyewe tumedondoka kufanya hivyo. Lakini hatukuongea kabisa kwamba mimi na wewe tutakuwa wapenzi. Wewe usiniambie kwamba utamu ambao nilioupata hapa ndo mara yangu ya mwisho. Hapana. Kama ukitaka tunaweza tukaendelea, lakini sio kama wapenzi, ni kama marafiki tu ambao kuna muda tukihitaji tunakutana kama kawaida. Shenzi mistaki. Hebu sikia nikwambie kitu Kiki. Naomba sana mimi na wewe tuwe wapenzi. Yaani na zaidi ya mwaka mimi sijawahi kupata show nzuri kama hiyo ulionipa. Naomba bana. Kirahisi hivyo hivyo. Kwani unahitaji mimi nikufanyie nini labda ili ndipo mimi niweze kuwa mpenzi wako? Mbona lakini unajisheua sana wewe mwanaume? Sio kujisheua. Mapenzi ni mipango na mikakati. Lakini ulivyokuwa unanogewa hapa. Kwani ulikuwa unogewi? Nilikuwa nanogewa tena sana. Na ndio maana nakwambia nahitaji tuendelee kwa wote. Sasa mimi siko tayari kwa sababu mimi tayari nina mpenzi tayari. Wewe, unasemaje? Unasemaje wewe? Kwani Recho unashangaa kitu gani mimi kukuambia kwamba mimi nina mpenzi? Unachokishangaa sana hapo nini?
Wewe kwa hiyo una mpenzi na ulivyokuwa unanogewa hapo? Au mimi sijakupa kitu ambacho kina utofauti na mpenzi wako? Nisikie basi jirani. Shida sio kunipa tofauti au vipi. Issue ni kwamba tayari mimi nina mpenzi wangu. Na ikitokea nikiingia kwenye mahusiano na wewe hapa, yataanza kwa mambo mengi. Vipi siku mpenzi wangu akija hapa? Mpenzi wangu akija hapa, si kelele zitaanza hapa, mtaanza kusumbuana. Ndio maana nakwambia mapema kwamba mimi na wewe sio wapenzi. Hayo mengine unayozungumza sio nini sawa, lakini hatuwezi kuwa wapenzi kwa sababu mimi tayari nina mpenzi wangu. Wewe mimi bana, mimi hapana, mimi huwezi kunifanyia hivi bana. Msikilizaji, mwanadada Rachel pale alianza kulia na kushuka pale kitandani. Moja kwa moja akaokota ile kanga yake pale akajifunga. Kwa sababu muda ule aliingia pale akiwa hana chupito. Basi akachukua kanga yake pale akajifunga, akatoka pale. Moja kwa moja alienda mpaka bafuni kwake. Machozi yalikuwa yanamtoka sana. Kuumia sana kwamba pamoja na kwamba ametoa tunda lake limeliwa na kijana Kiki, lakini wasingeweza kuwa wapenzi. Akaingia bafuni pale, akaanza kuoga, lakini anaoga huko machozi yanamtoka sana. Roho yake ilikuwa inamuuma sana. Anaumia sana kutokana na kitendo kile cha kwamba yeye amefanywa alafu anaambiwa hawawezi kuwa wapenzi. Aliona sasa hii ni dharau nyingine kubwa zaidi kuliko hata ile ambayo aliyokuwa anakimbia. Mwanzoni alikuwa anakimbia dharau inayoonyesha kwamba amelala na mwanaume mpaka asubuhi na mwanaume hajamfanya kitu chochote. Lakini sasa anakutana na dharau nyingine kwamba wamemaliza lakini hamna kitu. Ni kana kwamba mshikaji anaona kwamba kwenye show ambayo alimpa hakuna kitu chochote cha ziada ambacho kinamzidi mpenzi wake. Hapa sasa mwanadada huyu wa kuitwa Rachel aliona kama hii ndio dharau nyingine kubwa zaidi, kwamba amenifanya na kunitaka hanitaki. Hii ilikuwa ni dharau kubwa zaidi. Bora hata ile ya mwanzo, kwa sababu ile ya mwanzo hata kama ukimuelezea mtu yule wa kiume ndiye angeonekana kwamba yeye ndo sio mwanaume halisi. Pengine hadindishi na kadhalika, kulala na mwanamke mpaka asubuhi na bila kumfanya kitu chochote. Lakini sasa hii ya pili kwamba kufanywa umefanywa na hamkuhitaji, ilikuwa inaleta dharau sana kwa mtoto wa kike, kwamba kugongwa amegongwa lakini hakuna mtu mwenye mwanaume pia aliyemgonga hana shida na yeye. Tena anamueleza kwamba ana mpenzi wake. Kitu ambacho ni adimu sana kwa mwanaume kusema kwamba ana mpenzi wake na hivyo hahitaji mpenzi mwingine. Mwanadada Rachel sasa alijikuta akiwa yuko kwenye hali ngumu sana. Mawazo yalikuwa yamemzidia sana pale. Akaoga pale akamaliza, akarudi akakaa pale. Alijutia sana ni kwa nini alijirahisisha na kwenda kufanywa na kijana Kiki. Lakini kulikuwa hakuna namna. Bana, kama kawaida bwana, kumbe muda ule yote anaendelea. Kumbe mwanadada wa kuitwa Aisha alikuwa anafahamu kila kitu kinachoendelea pale. Jioni sasa hapo imeingia. Akatoka pale mida ya saa mbili hivi. Akaendelea na vinyimbo vyake vya utani pale, lakini akiwa anaendelea kuonyesha kwamba ameshagundua kwamba tayari hiyo imeliwa. 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 Mtu na wake. Huyo ni wake. Huyo ni wake. Mara twapikiana, mara twapelekeana, twapelekeana chumbani, chumbani. Lakini tukifika mimi naye twafanya, wanafanya hao wanafanya. Imeliwa, imeliwa. Imeliwa, imeliwa. Weekendi tamu imeliwa. Imeliwa. Weekendi tamu imeliwa. Imeliwa. Unakula chakula, unakula na mpishi, unakula chakula, unakula na mpishi. Imeliwa. Imeli. Msikilizaji, mwanadada Aisha upumbavu wake haukuisha. Umbea tu. Ametoka pale nje anaimba, anajikuta anatoka, anarudi, anaisha pale. Macho yake yote yanatazama kule kwenye mlango wa mwanadada Rachel. Nikana kwamba kitendo ambacho kilichotokea siku ile kilikuwa hakijamtosha. Hakutishika kabisa na kitendo kile. Mwanadada Rachel alisikia ile sauti, lakini aliogopa kutoka na kufanya kitu chochote kile. Japokuwa hasira zilikuwa zimemkaba kweli kweli, lakini aliona kutoka hapa sasa na kulianzisha la hapa na pale atakuwa na mambo mengine mawili. Atakuwa na hili jambo la aibu la upande wa pili la kufanywa alafu mwanaume anamwambia hamhitaji, lakini atakuwa na aibu ya upande mwingine tena ya kwamba ameanzisha mavurugu, na baada ya vurugu pale hajui nini kitatokea. Bado alibaki na msongo wake wa mawazo kuhusiana na swala zima la yeye kufanywa na kijana Kiki, alafu kijana Kiki kumwambia kwamba
hahitaji kuendelea kuwa naye. Basi bwana, mwanadada Aisha akaimbaimba pale ujinga wake, akaanza kupiga mafumbo yake pale. Hivi anajifanya anaongea na simu hapo, yaani mtu mbea bwana. Hivi niambie kweli bwana. Kwa hiyo ameliwa weekendi? Jamani we, kampelekea chakula afu kaliwa? Usiniambie alimpikia alafu alipompikia akamaliza na yeye akaliwa. Jamani, unajua wewe unanichekesha sana. Yaani unajua unanichekesha. Lakini ndo hivyo, unajua kujirahisisha. Mara mtu siwe uliwe, unaenda tu unajilaza usiku unaipeleka. Mara mchana unajifanya unapika chakula, mara umpelekee mtu, sijui nini, huko anakukula tu. Jamani, mwache aliwe bwana, si anajirahisisha bwana. Mtu na wake sasa hapo. Basi bwana, tutaongea baadaye. Imeliwa. Msikilizaji sasa pale akawa amekata simu, akawa anaendelea kuimba vinyimbo vyake. Majirani waliokuwa tayari wako pale walishagundua kuna mtu ameliwa siku ile. Lakini wengine kwa sababu walikuwa hawafuatilii mambo ya watu, walikuwa hawajui kabisa kwamba ni nani alikuwa ameliwa. Lakini kelele zilikuwa ni nyingi. Yaani alikuwa anaimba pale, anaimba. Sasa wale wanaomfahamu vizuri mwanadada Aisha, kazi yao ilikuwa ni kufuatilia anachokisema, alafu wanajua ndicho kilichofanyika. Kwa hiyo akawa anasikia alimpikia mtu chakula, akampeleka ndani, alafu akaliwa. Na mwanadada Aisha kuwaga hakosei, yani haongei uongo, ni mbea, anaongea, yani ni mwandishi wa habari mbea kweli. Kwa hiyo majirani wakawa wanajua kabisa kuna mtu ameliwa. Sasa kila mtu pale akawa anaangalia sijui aliyeliwa ni nani. Kila mtu akawa anataka kufahamu, lakini sasa hawezi kumwambia. Basi akatoka dada mmoja huyo wa kuitwa Stella, mbea huyo, na yeye akatoka zake kwenye chumba chake kule, akaenda mpaka pale kwa mwanadada Aisha. Shoga yangu. Nini? Kwani vipi? Usiniambie bwana, mimi najua una ubuyu bwana. Hebu niambie bwana kama una ubuyu. Ubuyu? Unataka ubuyu? Hapa ndo wenyewe. Subiri kwanza niingize haya maji kule, alafu nikupe ubuyu. Sawa, fanya hivyo bwana. Mwenzako hapa ninasikia pipi. Nimesikia tu ukiimba hapo, nishajua hapo kuna kitu umekidaka hapo. Mimi tena? Allah. Mimi bana, nisipopata umbea huaga hadi kichwa changu kinauma. Hapa ninaumbea, ninao mwingi wa kutosha. Hadi unafanya hivi. Bora hata umekuja nikusimulie, huenda utapungua nguvu, kwa sababu umenigedaka huko. Basi bana, akaingiza yale maji yake ndani. Hatimaye akatoka pale sebuleni. Pale kwenye ile varanda ya nje upande wao kule. Mwanadada yule Stella alikuwa naye yuko pale amekaa tu. Hebu niambie. Basi bana, shoga yangu, mimi nakwambia lakini usiseme. Niambie bwana, sitasema. Bwana, leo bwana nakwambia watu wamemwagishana mimaji. Wamechafua mishuka leo hapa nakwambia. Wewe, nani huyo? Nakwambia toka sijui ni saa 8 hiyo mpaka saa 12 mtu ndo anatoka. Wamemwagishana mimaji mimaji mimi huu. Yani nakwambia watu wamemwagishana mimaji, nakwambia hiyo mashuka sio ya kufunika leo nakwambia. Bana shoga yangu, sasa na wewe uniambie bwana. Niambie bwana, ni kina nani hao? Niambie bwana, mbona nizunguka bwana? Au ni mama Tindo amevusha leo na yeye? We, Matia avusha papa na kati anakaa na mume wake. Angajua amevusha. Sasa ni nani huyo? Au ni kile ni pale kwa kina Brenda? Sio Brenda. Niangalie. Sasa angalia, unaona hii? Hesabu hivi vyumba hapa 1 2 3 4 vya mkono kushoto kulia. Alafu pale mbele ukishafika kwenye nyumba ile, anza kuhesabu vyumba 1 2 5. Chumba cha 5. Cha 5 na cha 6. Alafu ukisha hesabu utapata majibu. Stella sasa pale haraka sana aliangaza macho pale akaenda mpaka akafika mwisho, akaangalia upande wa pili kule.
Majibu akayapata bwana hapa. Huyu ni Kiki na mwanadada Rachel wamemwagishana mimaji. Sasa wewe Aisha, usiniambie ilikuwaje? Bwana mwenzako mimi nakwambia. Wameanza kale bebebe kuongea pale. Mwisho wa siku akajifanya anampikia chakula. Kapika chakula cha kwake huko, kajichanganya eti kakiingiza kule ndani. Kakiingiza kule ndani alafu akajifanya kwamba yeye anakula kule kwake. Kidogo nikashangaa anatoka na sahani yake, akaingia kule. Nilishangaa tu baada ya muda mlango unafungwa. Mimi nikatoka, nikajifanya naenda kuanika nguo. Sasa unajua ukiwa kwenye zile kamba pale zile. Hizo kamba hapo ukiwa kwenye zile kamba ile ya kule ile ambayo iko upande wa kule kwao. Unaweza ukasikiliza kitu kinachoendelea. Ukasikiliza. Labda kama wanafanya ile kimya kama siafu, lakini kama wanafanya ile kama simba, lazima kuna kitu unapata. Nikaanza kusikia uko ndani. Wewe bwana sio nini? Nikasema basi pale nikachukua beseni langu nikaenda nikaliweka mpaka pale nje. Pale kwenye baranda yao pale. Nikajifanya sasa pale anachukua nguo zangu pale, alafu ndo nakuja kuanika. Nguo zenyewe zilikuwa hata sio chafu. Nimeziweka kwenye maji makusudi ili mradi tu niweze kwenda kuzianika. Niweze kupata umbea. Mwenza kuombea nimegharamia huo. Kwanza unapaswa unipe hata shilingi 2000 hapo. Unipe hata shilingi 2000 tu. Kwa sababu sijatumiwa hela bado kutoka kwa nyumbani, sijatumiwa hela. Si unajua tena, sijatumiwa hela hapa. Wewe unipe hata 2000 kwa kukupa huo uongo. Yaani huo umbea nilokupa. Nimetumia gharama nguo zangu nakwambia. Zilikuwa ziko ndani zimetakata, lakini nimeamua kuziweka maji makusudi kabisa ili tu niweze kusogea mpaka pale. Nikaenda pale nakwambia. Taratibu kabisa nikawa najifanya eti na ndio pale. Kumbe mimi sikio langu nimelitega liko huko ndani kwao. Wamemwagishana mimaji. Wamemwagishana mimaji wewe nakwambia. Mpaka saa 12, saa 12 kasoro ile ndo mtu anatoka. Hapo ametoka analia. Amechoka. Nakwambia. Msikilizaji wakawa wanagongeana pale. Stella akawa anaenjoy kweli kupata ule umbea. Stella nacho bwana kipo lakini kipo. Ni kimbea cha chini. Kikishasikia kitu lazima kiende kifuatilie mpaka kijue kwamba nini kinaendelea. Basi sijui mwanawake wengine ameumbwaje aisee. Ni wambea kupitiliza. Hata kama wanawake wote ni wambea lakini wale bana. Umbea wao bwana umezidi bwana. Yaani ni wambea waliopitiliza. Basi bwana ikamalizwa pale. Wakapiga story 2-3 pale mwanadada Stella pamoja na rafiki yake huyu mbea. Urafiki wao umeunganishwa tu na umbea. Hawana urafiki ule ushoga ya kivile. Basi ni kuombana tu vitu moto kama umeanza na nini bana niangalizie hiki na vile basi. Lakini sasa kutokana na kwamba wote ni wambea wakajikuta wanakutana pamoja. Basi pale wakamaliza pale. Akaendelea kuimba vinyimbo vyake hapo. Rachel hakujali pale. Lakini kumbe Rachel kule ndani alikuwa na hasira zake bwana. Ikafika asubuhi hiyo sasa akawa ni anamkia Jumatatu ile sasa anataka aende kazini. Mwanadada kuitwa Aisha yeye haraka sana alikuwa ameshatoka. Yuko nje tayari kuimba vinyimbo vyake vya kijinga hivyo. Rachel ile anataka kutoka tu ili aondoke aende zake kazini. Akaanza tena. Hivi anaimba vinyimbo vyake ambavyo havieleweki, si kwamba ni taarabu au ni nini. Hivi ni kwa nini unajilegeza? Hivi ni kwa nini unajirahisisha? Eti ukapika mara ukaliwa. Eti ukapika tena ukaliwa. Unahisi hatujui. Umeliwa. Ukahisi hatujui. Unasa na romansa. Umeliwa. Sasa nasemaje? Nasema umeliwa. Sasa nasemaje? Nasema umeliwa kachakula umeliwa. Sasa vile visauti alivyokuwa na viimba pale huku akiwa anamwangalia mwanadada Rachel alivyokuwa anatembea vilikuwa vinamfanya mwanadada Rachel akasirike. Mwanadada Rachel pale hakujali kitu kipi ni kipi. Pale alijifanya sasa akasema hapa nikimfuata kwa spidi inawezekana akakimbia. Akasogea tu taratibu pale akamwambia, "Shoga vipi? Mbona kuimba sana?" Bwana shoga yangu leo bwana nimeamka najisikia kuimba tu. Uko poa lakini. Hivi wewe unajisikiaje lakini kuongea mambo ya watu? Nimeongea mambo gani ya watu? Mambo gani ya watu? Hivi kwani unajishuku sana? Mbona unanizoea sana? Wewe mbona unanizoea sana wewe?
Akaanza kufurukuta pale na dela lake hapo, nakwambia asubuhi. Niambia hivi wewe. Hivi unajua kwamba mimi ninakusitiri sana. Kwanza mambo yako sio kwamba siyajui. Lakini ushawahi kunisikia mimi nikizungumza mambo yako? Wewe. Hivi shoga yangu Rachel. Kwa nini lakini unapenda kunifuatafuata hivi? Ina maana mimi nikiimba tu mimi nakuimba wewe. Juzi hapa umekuja na makelele yako unajifanya unataka kunipiga. Sijui nini. Haya, au leo una kisirani na mimi unataka kunipiga? Au umetoka huko kuna vitu vyako umeudhiwa huko, sijui labda mume wako au sijui mpenzi wako, sijui danga lako, sijui nani lako. Wewe, afu niko mimi sina danga. Niheshimu, mimi ni mwanamke najiheshimu. Naomba kujiheshimu hiyo. Wewe sema tu bwana kama una mambo yako, sijui mambo gani huko, wewe sema kujiheshimu hiyo. Kujiheshimu atakuwa wewe. Msikilizaji, sasa maneno yale ambayo aliyokuwa amezungumza mwanadada wa kuitwa Aisha yalimfanya mwanadada Rachel akasirike sana. Alikuwa amevaa kiatu chake siku hiyo bana, kutokana na mwili wake jinsi ulivyo, alikuwa na mapigo tofauti. Sasa siku hiyo alikuwa amepiga kiatu fulani hivi kirefu, lakini cha kupanda hivi, unafunga kidamu mpaka huko juu, pigo za kina Kim Kardashian. Afu amekuwa amepiga na suruali yake ya jeans na t-shirt yake fulani hivi kali yako amekuwa amepiga, na juu alikuwa amevalia kepu. Ni mwanadada fulani hivi, alikuwa amependeza. Sasa kutokana na shape yake huwezi ukasema kwamba yule ni mwanaume, no, atakuwa tu ni mwanamke aliyependeza. So unajua kuna mili mingine ile mwanamke akiwa nayo alafu akivaa t-shirt akavaa jeans akavaa na kapelo anaonekana kama mwanaume. Lakini sasa kwa jinsi ambavyo mwanadada Rachel alivyokuwa amefanana, usingeweza kusema ni mwanaume. Kwanza kunyuma pamechangamka, pamekaa vizuri, uso mzuri, nywele zake jinsi ambavyo alivyokuwa ameziweka, basi akawa amepiga kapelo yake afu amepiga kiatu chake kirefu kile. Sasa wakati yule mwanadada Aisha anaendelea kuongea maneno yake kijinga pale na kuanza kumchamba, mwanadada Rachel alikasirika sana. Akamwambia, wewe, nilikukanya na hujanisikia. Nitakuvurunda wewe. Ile ndio sauti kubwa iliyotoka tu. Baada ya hapo, kilichofuata ni sauti ambayo ilikuwa inatoka kwa mwanadada Aisha. Bana, hebu tusichimpane biti hapa. Wewe fala nini? Ufanye mambo yako kwa afu mimi niache kuimba vitu vyangu. Niache kusema, hebu kaa zako. Sauti ile iliyopanda ilimfanya mwanadada Rachel kukasirika na kurusha mkono wake ambao uliokuwa umejazia. Akapeleka kofi la uso. Lilienda likatwama kwenye shavu la mwanadada Aisha. Mwanadada Aisha alidondoka pale. Alipodondoka pale sasa, ile mlio ulisababisha mwanadada sasa wa pili kule aanze kutoka na yeye. Stella upande wa pili kule akatoka kusikiliza kwamba ni nini. Na huku upande wa pili hapa jirani kabisa alikuwa ni kwa Mama T. Mama T akatoka pale. Kutoka pale akaona pale ndipo ambapo mwanadada Aisha alikuwa amedondoka kwenye kibustani kile cha maua ambayo alikuwa amepandishwa pale. Lakini pamoja na kudondoka vile, mwanadada wa kuitwa Rachel hakumwacha. Akamlabua kofi lingine pale chini afu akampiga teke la matakoni. Ile teke la matakoni lilisababisha sasa ile dela lake alilokuwa amevaa lifunuke kwenda mpaka juu. Likawa limeshika sasa kwenye kiatu cha mwanadada Rachel. Sasa kumbe akawa amefunuliwa pote bwana. Sasa kufunuliwa, chupito yake ikawa iko nje yote. Ile chupito bwana ilikuwa imetoboka hapa nyuma hapa, yani imetoboka kabisa hapa. Alafu sasa mwanadada Rachel akamwambia, nitakuwa wewe fala mkubwa wewe. Una date na watu hata hela ya kukupa ununue chupito hawana. Alafu unataka kuleta, nitakuvunja shingo hiyo. Malaya mkubwa wewe. Mwanadada kuitwa Rachel yeye akatoka pale akaondoka. Sasa ile anaanza kugeragera pale kuhangaika pale, alikuwa ameumia pale, sasa anahangaika. Baada chupito yake ilikuwa iko nje afu ilikuwa imetoboka. Mwanadada yule wa pili pale, mwanadada mkubwa yule ya Mama T akasema, "He? Jamani, yamekuwa hayo tena. Hebu nyanyuka huko bwana." Akaja pale akaanza kumnyanyua mwanadada yule Aisha, akaanza kunyanyuliwa pale akanyanyuka. Amenyanyuka pale, Rachel hapo yeye huyo alishaondoka naenda zake kazini. Hata hajaongea na mtu. Hivi lakini wewe Aisha, si nimekwambia bwana uachane na tabia za kumsema huyo mtu. Unajua atakuwa, ni uwe wapi bwana? Asifanye, aje aone. Nimesimama sasa, ameniotea tu, ameniwahi, aje aone ninavyomfanya. Wewe nimekwambia utakuja kuvunjwa nako kamwili kako. Muone kwanza. Utavunjwa nako kamwili kako. Hebu tulia huko bwana. Ingia ndani alafu hivi. Kweli na ujanja wako wote huo kusema alafu kumbe chupito yako imetoboka. Wewe wakuvaa machupito aliyotoboka mpaka sasa hivi karne hii zipo chupito mpaka shilingi 500. Hebu bwana ondoka bwana, usitutie aibu huko. Nenda zako huko. Yaani huyu ameniumiza hapa hivi hapa, lakini huyu ngoja atarudi, nitamngata huyu. Wewe ngoja tu, nimeumia hapa.
Kiuno changu jamani. Kiuno wapi bwana? Wewe ndo utavunjwa nimekwambia. Nimekwambia huyu mwenzako huyu ni mtu anafanya mazoezi, unamuona hapa. Mtu anafanya mazoezi kama mwanaume afu unahangaika naye. Juzi ile nimekwambia. Na nilikwambia utanikumbuka. Aona sasa. Hai, kiuno kimefanya nini? Nakwambia kiuno changu hapa kinauma hapa na kwenye mbavu. Sililinikanyaga. Lakini ngoja tu nitamshika, nitamvuruga huyu hata niamini. Wewe nisikilize nakwambia Aisha. Usio katuletea matatizo hapa ndani. Hapa kwenye jamani. Yani hapa kwenye hii nyumba jamani, usio katuletea matatizo. Alafu mimi ndo niko karibu na wewe. Ndo nakukanya. Alafu ukianza kuleta matatizo mimi nitaanza kuulizwa nilikuwa wapi. Mambo usio kaniletea matatizo. Hii sehemu ni sehemu ambayo inaheshimiwa sana. Sehemu ambayo inaheshimiwa sana. Werevu Village ni sehemu inaheshimiwa. Unataka uiletee matatizo? Werevu Village, sehemu yetu tunakaa kwa amani siku zote. Kwa nini unakuwa hivyo? Ona sasa ya umeaibika. Sasa angalia watu kule wamekuona kabisa mpaka kwamba chupito yako ilikuwa imetoboka. Ungekaa zako ndani ukatulia huko ndani ukanywa maziwa yako ukatulia. Ni nani angejua kwamba una chupito iliyotoboka na ulikuwa umeiva? Hebu tuache kutudhalilisha bwana wanawake bwana. Msikilizaji, pale wapangaji wengine ambao walikuwa bado hawajaondoka walikuwa wanatazama tu. Stella pale yeye yuko kule kwake, hata hajasogea karibu mahali ambapo kwa yule mbea mwenzake Aisha. Hajasogea kabisa, ametulia kule. Basi baada pale mambo yakawa ndio mdomo pale anaongea kweli Aisha. Kaingia zake ndani. Kaambiwa utavunjwa wewe. Kaa utulie huko ndani. Basi bwana siku ile bwana yakawa yametokea kutokea pale, Rachel akawa ameondoka. Upande mwingine bwana ni kwa kijana anaitwa Kiki, alikuwa siku hiyo sasa ameenda kule kazini kwake. Yuko kazini kule. Anaendelea kufanya kazi. Kidogo wakati anaendelea kunyonywa pale, rafiki yake mmoja ambaye alikuwa yuko pale, ambaye alikuwa anafanya naye kazi akamwambia, "Oya Kiki, Shemela huyo mwanangu." Nani? Shemela huyo. Shemela. Wewe, shemeji yako amekuja? Bwana. Ndio huyo hapo, wewe subiri tu utamuona. Ameenda kupaki pale. Bwana wewe mshikaji bwana wa kuitwa Kiki. Akawa ametulia sasa pale, akajiseti pale kama unavyojua bwana. Si mtoto mzuri anakuja bwana. Akaendelea kujonyoa zake pale. Kidogo dakika ngapi pale, mwanadada mrembo sana alikuwa amependeza sana. Alikuwa amevaa wigi nzuri, gauni nzuri la kumchora mwili wake, shepu kali sana, huku akiwa na miondoko ile kama ya mamisi vile. Akawa anatembea kwa anakuja anaingia pale kiatu kirefu pale, akafika pale. "Oh baby." Kijana ukitwa Kiki bwana aliweka mashine pembeni na kumuwao mrembo wake yule ambaye alikuwa ameingia. Alipofika pale harufu kali sana ilisikika pale. Alikuwa amepaka marashi makali sana ambayo alimvutia kila mtu aliyekuwa pale. Sio washikaji tu ambao walikuwa wananyoa pale, lakini pia vile hata wale wateja ambao walikuwa pale walifurahi sana. Hakusita bwana kwamba hapa kuna watu vipi. Mwanadada ile akapeleka mdomo wake moja kwa moja, akaenda kugusanisha na mdomo wa kijana Kiki. Akampiga busu pale. "Baby, I miss you." "I miss you too." Jamani, nimegumisi sana. Hebu niambie. Una wateja wengi sana leo. Wako wangapi? Leo hapa naye huyu mmoja, lakini wengine walinieleza kwamba waliniweka oda kwamba watakuja kuanzia mida ya saa 8 hivi. Jamani, sana na sina muda ambao ndo Baby bwana, hebu sikia bwana nikwambie. Fanya hivi. Ukimaliza huyo, hao wengine bwana fanya uwanyoe basi hata kesho kutwa bwana. Na shida na wewe leo. Hamna shida, ushazungumza wewe, hiyo kwangu ni kama sheria sasa hivi. Maoni yako kwangu mimi nachukulia kama sheria. Kweli baby? Yeah. Wewe hautaelekeza tu, nitawapanga. Wow, basi mimi nakusubiri hapa basi. Singa kusubiri kwenye gari au kusubiri hapa. Au unaona aibu? Kaa hapo bwana. Shemeji. Kaa hapo bwana na wewe Shem, unajua bwana mimi tumekuacha usalimie, mimi bado sijakusalimia shemeji yangu. Shem Titus, nilikuwa sija kuona bwana. Ninajua nilikuwa nimemiss bwana ndugu yako sana. Mambo? Poa bwana Shem, vipi? Afu ndo unatuambia kwamba uende suka kae huko nje bwana tena. Ina maana sisi hatufurahi kukuona hapa. Aya. Kuona furahi kumuona shemeji yako hapa? Sasa mimi nitaacha kufurahi bwana shemeji. Shemeji mimi niache kufurahi kwa sababu gani? Basi bwana kama unafurahi sawa, lakini nimekuja kumbembeleza ndugu yenu hapa niweze kuondoka. Kwa hiyo naacha weje. Hamna shida, wewe mchukue tu huyo. Yaani mchukue kwanza ikiwezekana kamfungie akae ndani huyo. Kwanza mfungie kabisa huyo kwa sababu ukikaa vibaya anaweza akakuchiti huyo. Shemu umeongea kitu cha maana kwanza. Hebu niambie, ameanza kunichiti. Kuna wanawake wanakuja hapa?
Mimi sijui. Oya jamaa, acha basi mambo yako mwanangu. Hapana bwana, wewe bwana, wewe bwana, wewe ongea na shemeji bwana. Mimi nimeongea nini bwana? Kiki, umeanza kunichiti. Ya. Wewe nawe unamsikiliza boya huyo bwana huyo, achana naye bwana huyo. Mimi nakuchiti na kuchitije? Wewe ungekuwa wa kiume ungeweza kumchiti mwanamke mzuri kama wewe hapo. Yaani tufanye wewe ndio umekuwa mimi. Alafu uko na mtoto mzuri kama wewe ungeweza kuchiti. Kweli. Msikilizaji, story pale zikawa zimeendelea pale, stories hapa na pale. Bana, lakini bana, siku bwana ikiwa ni mbaya inaeleweka ni mbaya na nzuri inaeleweka ni nzuri, lakini sasa bwana kwa upande wa kijana Kiki alikuwa afahamu ni nini ambacho kinaendelea pale. Mambo yalikuwa ni tofauti kabisa kwa mimi. Kule nyumbani mambo ndivyo sivyo, lakini pia hata huku kazini mambo yameanza kuwa namna gani vipi? Bwana, tukutane hebu katika sehemu inayoendelea katika simulizi hii inayokwenda kwa jina la Jirani Mtata Jirani Matata. Hebu tukutane katika sehemu inayofuata. Sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya 3. Tuendelee tufahamu kuna vitu gani vinaendelea kwa majirani hawa. Huko mbele bwana ni pamoto kweli kweli. Tipwi kama zote. Bye bye. Nilikuwa nikikusimulia ni mimi. Siwezi kutaja jina langu, najua unanifahamu. BHB hapa. Bye bye.